Uhali gani popote ulipo mtazamaji wa Lushinga 72. Karibu katika habari za kimataifa, tuangazie kile ambacho kinaendelea. Wapalestina waliokuwa wakielekea kupokea misaada katika eneo la usambazaji kusini mwa Gaza wamekabiliwa na mashambulizi ya jeshi la Israeli kwa siku ya 3 mfululizo, huku takriban watu 30 wakiuawa na makumi ya wengine kujeruhiwa, na hii ni kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Palestina na hospitali ya Neza. Wizara hiyo imesema wanajeshi wa Israeli waliofyatulia risasi wa Palestina walipokuwa wakielekea kwenye eneo la usambazaji wa bidhaa huko Tel al-Sultan huko Rafah mapema leo Jumanne. Jeshi la Israeli kwa upande wake limesema vikosi vyake vilifyatua risasi mara kadhaa baada ya kuwabaini washukiwa kadhaa waliokuwa wakielekea kwao wakikengeusha njia zilizowekwa. Kufuatia hali hiyo, mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema katika taarifa yake kwamba mashambulio mabaya dhidi ya raia waliofadhaika wanaojaribu kupata kiasi kidogo cha chakula cha msaada huko Gaza ni mashambulizi yasiyo ya kawaida na yasiyokubalika. Turk ameongeza kuwa Wapalestina wamepewa chaguo baya zaidi: kufa kutokana na njaa ama hatari ya kuuawa wakati wakijaribu kupata chakula kidogo ambacho kinapatikana kupitia utaratibu wa usaidizi wa kibinadamu wa Israeli. Milio ya risasi leo Jumanne ilitokea magharibi mwa Rafah katika eneo linalozunguka mzunguko wa Al-Amam, kulingana na wahudumu wa dharura kutoka Jumuiya ya Hilal Nyekundu ya Palestina, karibu na eneo moja ambapo matukio ya ufyatulianaji risasi yametokea katika siku 2 zilizopita. Eneo hilo ni sehemu ya operesheni ya kijeshi ya Israel katika eneo la Khan Yunis, kwa mujibu wa mwanadiplomasia anayefuatilia matukio ya Gaza, ambaye amesema majeshi ya Israel yaliwafyatulia risasi kundi kubwa la Wapalestina waliowaona kama tishio lililokaribia, wakati wa Palestina hao wakijaribu kufikia eneo la usambazaji wa misaada. Tukio la leo Jumanne ni la 3 mfululizo ambapo watu wameuawa wakielekea kwenye kituo cha usambazaji cha GHF magharibi mwa Rafah walipokuwa wakijaribu kupata chakula, huku hali ya njaa ikizidi kuwa mbaya huko Gaza kufuatia kizuizi cha wiki ya 11 cha Israel. Wapalestina 3 wameuawa kwa kupigwa risasi na wengine kadhaa kujeruhiwa walipokuwa wakielekea kupata msaada katika eneo hilo jana Jumatatu asubuhi, kwa mujibu wa mamlaka na hospitali za Palestina. Jeshi la ulinzi la Israel IDF lilisema kuwa wanajeshi wa Israeli waliofyatulia risasi za onyo takriban kilomita 1 kutoka eneo la usambazaji wa misaada na kwamba walikuwa wakichunguza undani wa tukio hilo. Aidha, siku ya Jumapili, makumi ya Wapalestina waliuawa kwa kupigwa risasi na jeshi la Israeli katika eneo moja, kulingana na maafisa wa Palestina na mashahidi waliojionea. Jeshi la Israel limekanusha kuwa wanajeshi wake waliofyatulia risasi ndani au kwa karibu na eneo la usambazaji wa misaada. Maafisa wa Palestina walisema watu 31 wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa katika tukio la Jumapili. Chanzo kimoja cha kijeshi cha Israel kimekiri kwamba vikosi vya Israel vilifyatua risasi kuelekea kwa watu binafsi yapata kilomita 1 sawa na yadi 1093 kabla ya tovuti ya msaada kufunguliwa. Mimi ni Frank Damas na hii ni Lushinga 72 Digital.